Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu na moja kwa moja tuelekee kaunti namba 40 kwake Jane Cherotich, ambapo anatufahamisha kwamba wakazi wa kaunti ya Busia wanaotumia barabara kuu ya Kitale kwenda Kisumu wanalalamikia wembamba wa barabara hiyo ambayo unachangia ajali za kila mara, waathiriwa wengi wakiwa wahudumu wa bodaboda. Kwa mujibu wa wakazi hawa, ajali hizo hutokea pakubwa kwa malori ya masafa marefu yanayoelekea nchini Uganda. Wakazi wa eneo hili wanasikitika kwamba licha ya kulalama kila mara, hakuna juhudi zozote zinazowekwa za kupanua barabara hii hatari licha ya hadhi yake. Barabara hii yenye shughuli nyingi sasa imesalia kuwa jinamizi kwa watumizi wake na hata wanaoishi kando kando yake. Juzi tumezika hapa kijana kutoka Mrende amekufa. Pale chini ndugu yangu kutoka hapa Matausi amekufa. Pale juu kuna mama mjamzito amekufa. Mama aliwawa hapa juu, akakanyagwa kichwa ikakuwa kama bahasha. Vitabu za watoto na rula na set zilitapakaa kwa barabara. Watoto wa huyo mama sasa wanahangaika. Ni barabara inayounganisha mataifa ya Kenya, Uganda, Rwanda, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mataifa mengine ya Afrika ya Kati, ila uimarishwaji wake haujazingatiwa. Busia ni boda kubwa. Mnapanua barabara zaidi ambazo hazina ushuru kama compared to the border point ya Busia. Mnapanua barabara ya Malaba, mnaneglect barabara hii ya Busia hii. Unapoangalia upande wangu wa kulia kuna shule. Na kama kuna shule na hakuna sign ambayo inaonyesha kwamba kuna shule hapa, ni makosa na hatari kubwa. Tunapoongea saa hizi kuna mwanafunzi ambaye ako hospitalini kwa sababu aligongwa na gari akiweza kucross barabara. Walichimba shimo ama mtaro wakisema wanataka kuipanua. Baada mimi nashangaa ni kama walituchimbia kaburi badala ya kupanua barabara. Hii si ajali ya kwanza, hii ni ajali mara mingi sana hapa na Busire. Watoto wa watu tumeokota kwa hii barabara. Kadhalika, mmomonyoko wa udongo kando kando ya barabara hii umechimbua na kusomba udongo na kuacha mitaro inayohatarisha zaidi watumizi. Sasa wakati matrela inapokuja inakushtua honi, unachanganyikiwa, unakosa mahali pa kwenda. Na hiyo trela inakugonga, unaingia kwa mtaro, na hiyo trela inapita ikienda, wewe wanakuokota hapo, unakufa. Kwa muda wa mwaka mmoja tuko na bodaboda zaidi ya 12, 5 wameweza kuaga na 7 wameweza kuvunjika hata wengine ambao wako grounded. Sasa ile zimeanguka kwa barabara, sinapita paka kwa piloti yangu kwa shamba yangu. Sina kanyaga chakula zangu. Mimi nimechoka na hiyo kama. Hali hii imepandisha hamaki ya watumizi wa barabara hii, hasa wahudumu wa bodaboda ambao ndio waathiriwa wengi, wakiitaka serikali kushughulikia barabara hiyo ili kuzuia maafa zaidi. We have lost over 60 people in a stretch of 3 kilometers within 3 months. Those are votes lost. 60 votes make a very big difference. Hatuwezi kuwa tunagongwa na serikali kwa ushuru, tunagongwa na trailer, tunagongwa pia na wanawake kwa manyumba. Hilo wanawake watugonga lakini sio trailer. Jane Cherotich, runinga ya Citizen, Busia. Kutoka kaunti